Kufuzu kwa klabu ya Simba kuelekea hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuitoa klabu ya Al Masry kwa jumla ya mikwaju ya penalty 4-1 kunamaliza kabisa ile kiu ambayo ilikuwa nayo tangu mwaka 2018 ambapo ilipoanza kujenga upya na kushindwa kushiriki mashindano hayo ya kimataifa kwa muda mrefu. Sasa kusonga mbele kwa klabu hii ya Simba dhidi ya Al Masry kumelipa kisasi cha timu hiyo ya Misri, ambapo ilizuia Simba kutinga hatua ya makundi katika kombe la shirikisho mwaka 2018 iliposhiriki mashindano ya kimataifa kwa mara ya kwanza baada ya kuyakosa mashindano hayo kwa muda wa miaka 5 mfululizo. Sasa kuanzia msimu wa mwaka 2018 hadi sasa Simba ilikuwa ikiishia hatua ya robo finali, lakini kuna msimu ambao Simba ilishindwa hata kutinga hatua ya robo finali, ambapo ilishindwa kufuzu mbele ya timu kama UD Songo ya pale nchini Mozambiki. Sasa ukiangalia vizuri, kwa kuishia robo finali mara 5 na safari hii kuingia hatua ya nusu finali, Simba imeingiza jumla ya kiasi cha pesa dola milioni 4.4, ambayo hii kitanzania ni sawa na shilingi bilioni 11.8. Sasa ipo hivi, Simba ilipotinga robo finali katika ligi ya mabingwa msimu wa mwaka 2018, 2019 na msimu wa mwaka 2020 kuelekea msimu wa 2021, kila msimu Simba ilipata kiasi cha dola 650,000. Msimu wa mwaka 2021 kuelekea msimu wa mwaka 2022 ilipata dola 55,000 kwa kutinga robo finali kombe la shirikisho Afrika, na ilipata dola 900,000 kwa kila msimu pindi ilipoishia robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo hii tunazungumzia msimu wa mwaka 2022, 2023 na msimu wa mwaka 2023, 2024. Kwa kutinga huku nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika msimu huu, Simba ina uhakika kupata kiasi cha dola 750,000 kutoka katika shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Na kwa msimu huu Simba inaweza kuvuna kiasi kikubwa zaidi cha fedha ikiwa itasonga mbele na kutinga finali au kuchukua kabisa kombe la shirikisho barani Afrika. Ikiwa itachukua ubingwa wa mashindano hayo, Simba itapata kiasi cha dola milioni 2, ambayo ni sawa na shilingi bilioni 5.4, na kama itamaliza katika nafasi ya pili itapata kiasi cha dola milioni 1, ambayo ni sawa na shilingi bilioni 2.7 za Kitanzania. Katika hatua ya nusu finali, Simba itakabiliana na Stellenbosch ya Afrika Kusini, ambapo mchezo wa kwanza utachezwa Aprili 20 pale katika Marashi ya Karafuu katika uwanja wa New Aman Complex, na mchezo wa marudiano utapigwa Aprili 27 pale Bondeni kwa Madiba, Afrika ya Kusini. Timu hizi zote mbili hazijawahi kutinga katika hatua ya finali ya mashindano hayo. Nusu finali nyingine ya kombe la shirikisho msimu huu itazikutanisha klabu ya RS Berkane ya Morocco dhidi ya CS Constantine ya Algeria, ambapo sasa hapa ndipo tutapata washindi wale ambao watakwenda kukipiga kunako hatua ya finali ya michezo ya shirikisho barani Afrika msimu huu wa 2024, 2025.